Mwanamichezo mengi yanazidi kuonekana kama sehemu ya makubwa ambayo tutazidi kutazama, kila mmoja katika nafasi yake akiwa anazidi kufanya maboresho makubwa na kuingiza baadhi ya wachezaji ambao anaamini ni nguzo. Ni wakati wake sahihi wa kuingiza wachezaji ambao watakuja kuifanya timu yake kuwa katika uimara na ubora wa hali ya juu. Young Africans ni moja ya timu ambayo tayari inazidi kufanya maboresho yake makubwa ndani ya kikosi, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wanaamini ya kwamba utakuja kwa mtaji mkubwa ambao utakuja kufanya timu yao inakuwa imara, inakuwa bora na hatimaye kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi, ubora na mengi zaidi. Yanga tayari ina wachezaji wake kadhaa imewasajili na kuwatambulisha, na wapo ambao wamesajiliwa lakini bado hawajatambulishwa. Ni akina nani hao? Bwana, ndio wakati ambao utakwenda kuwajua na kuwafahamu kwa kina. Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe pia uweze kusubscribe. Leo hii ni tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Sote kwa pamoja tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya ya hali ya juu. Mtaji wa afya ndio mtaji wa kwanza tukiwa wazima wa afya. Binafsi sina la ziada zaidi ya kukutakia heri ya mwaka mpya na kukwambia kwamba endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini pia endelea kumuomba kwa yote ambayo unahitaji aweze kutimizia kwa mwaka wa 2026, aweze kuyatimiza kwa wakati. Karibu tutazame taarifa hii kubwa kutoka upande wa Young Africans. Usiyoyajua basi ndio wakati ambao unahitaji uyajue. Usajili wa sajili 4 mpaka 5 ambazo tayari Yanga wamefikia sehemu ya kukamilisha usajili wa wachezaji hao nyota ambao wanakuja kutambulishwa ndani ya kikosi hichi. Wapo wachezaji wanaondoka, lakini wapo wachezaji ambao wanasajiliwa. In these two categories nitahitaji uweze kujua na kutambua aina zote mbili. Wapo wachezaji wanaondoka na wapo wachezaji wanaosajiliwa. Usajili wa dirisha dogo mara zote na muda wote huwa anazungumza kwamba ni usajili wa nipishe nipite. Yaani wewe kwenye nafasi yako ukitoka, basi ujue mwenzako pia anapaswa kuingia. Ukimsajili huyu unapaswa kuachana na yule. Ndivyo ilivyo katika usajili wa dirisha dogo. Tutaanza na wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga, then tutakuja kupeleka kwa wachezaji ambao wanaondoka moja kwa moja ndani ya kikosi hichi. Moja ya wachezaji ambao tayari wamesajiliwa na kutambulishwa ni Emmanuel Samuel Mwanengo. Emmanuel Samuel Mwanengo ni sehemu ya wachezaji ambao tayari Yanga imewasajili na imewatambulisha moja kwa moja. So Emmanuel Mwanengo ni sehemu ya wachezaji ambao deal done confirmed, tayari mwamba katambulishwa na kasajiliwa rasmi. Mchezaji wa pili ni Mohamed Damaro Kamara. Mohamed Damaro Kamara, huyu pia naye kasajiliwa na katambulishwa rasmi. Deal done confirmed, ni mchezaji ambaye ataitumikia timu ya Young Africans. So hao ni wawili ambao tayari usajili wao umekamilika. Lakini wapo wachezaji wengine ambao wanapaswa kujumuika ndani ya Yanga. Ni wachezaji wasiopungua wawili, na ni wachezaji ambao obviously idadi yao inaonekana kuwa ni idadi ya wachezaji watatu. Mmoja ni mwamba anaitwa Maruf Shakei. Maruf Shakei huyu ni kiungo nambari 10 ambaye pia ana uwezo kucheza winga namba 7 pamoja na winga namba 11. Mwamba huyu usajili wake umekamilika ndani ya kikosi cha vijana wa Young Africans. Ni sehemu ya wachezaji ambao tutakwenda kuwashuhudia akitumikia Young Africans katika dirisha dogo la usajili, na huyu ni mwamba ambaye tayari Dan confirmed amekuja kuchukua nafasi ya Mohamed Dumbia katika upande wa kikosi hicho. Huyu anatokea Singida, ana umri wa miaka 30, alizaliwa mnamo ilikuwa ni mwaka 1995. So Maruf Shakei tayari amekamilisha usajili wake, naye tunasubiri ni utambulisho. Lakini mwamba mwingine ni Laurindro Danilson Aurelio, jina maarufu anajulikana kwa jina la Depu. Depu pia naye ni sehemu ya wachezaji ambao tayari usajili wake umekamilika ndani ya Yanga, na huyu ni namba 9 ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Andy Boyeri Bobwa ambaye Yanga wamefikia sehemu ya makubaliano na ameuvunja mkataba wake wa mkopo kutoka ndani ya Sekune United. Mchezaji wa mwisho ambaye anatakiwa na Yanga anaitwa Jonas Gerard Mkude.
Yanga wamefikia sehemu ya kumrejesha Mkude baada ya kuachana naye katika dirisha kubwa lililopita. Yanga wamefikia sehemu ya maamuzi na makubaliano ya kumrejesha mwamba anaitwa Jonas Gerard Mkude baada ya Aziz Andambwile kushindwa kudeliver na kuwa na majeraha, lakini pia Bara Musa Conte pia kwenye eneo hilo kuwa na changamoto. Sasa Yanga wameamuru kumrejesha Mkude kama mmoja wa wachezaji ambao wana experience kubwa na kuisaidia timu yao kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ubora na ufanisi mkubwa. So hao ndio watano wanaosajili, lakini wanaoondoka yuko Bara Musa Conte. Huyu nafasi yake amechukua mwamba anaitwa Mohamed Damaro Kamara. Then yupo Maruf Shake ambaye yeye amechukua nafasi ya Mohamed Dumbia naye anaondoka ndani ya Yanga na anajiunga na Singida kwa mkopo. Yuko Andy Boyeri Bobwa, naye ni sehemu ya wachezaji ambao Yanga imeachana nao. Yupo Faridi Musa, ni sehemu ya wachezaji ambao Yanga inahitaji kuachana nao, lakini pia Dennis Daudi Nkane pamoja na Kibwana Shomari ni sehemu ya wachezaji ambao wanatajwa. Within that two players kuna mmoja wao ataondoka, na Yanga pia wapo tayari kuachana na mwamba anayejulikana kwa jina la Abdul Nasir Mohamed Kasamiro ambaye ameshindwa kuwa na game time, na huyu pia akitolewa kwa mkopo. So hao ni sehemu ya wachezaji wapya na sehemu ya wachezaji ambao moja kwa moja wanaondoka ndani ya Young Africans. Upande wako ni nani ambao unatamani aweze kusajiliwa ndani ya kikosi hichi na nani ambaye unatamani aweze kuondoka katika upande huo? Hakikisha umeweza kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha pia umeweza kutupia comment yako juu ya usajili huu ndani ya Yanga.